Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Mageuzi yanayolenga si tu kuongeza fursa za elimu, bali pia kuhakikisha elimu inajibu mahitaji halisi ya jamii na soko la ajira. Kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, serikali imeweka msisitizo katika elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, maarufu kama elimu amali, kama njia ya kuwajengea Watanzania stadi za kujitegemea, kubuni ajira na kuchochea maendeleo ya taifa. Vijana wetu Tanzania ambao wametoka darasa la 7 au form 4, darasa la 12 au form 6 wana nafasi ya kuja kufanya mafunzo hapa, kuongeza thamani ya juu ya kile walichokipata madarasani, kuja kusoma elimu ujuzi. Na niseme kwamba serikali itaendelea kufanya kazi eneo hili ili tuweze kuendelea kutoa elimu ujuzi, tutengeneze nguvu kazi ya taifa itakayokwenda kutumika kwenye maeneo mbalimbali. Maeneo ya uzalishaji viwandani, lakini na maeneo mbalimbali. Tunazungumzia tatizo la kutokuwa na ajira. Tunasomesha watoto lakini hawana ajira. Na takwimu zinaonesha kwa Tanzania 12% ya vijana wote Tanzania hawana ajira. Kwa hiyo kazi yetu sasa ni kuhakikisha 12% tunaijengea uwezo, tunaipa ujuzi ili iweze kujiajiri na iweze kuajiriwa. Katika kutekeleza sera hii kwa vitendo, vyuo vya maendeleo ya wananchi FDCs vimekuwa mstari wa mbele kutoa mafunzo ya vitendo kwa vijana wa rika mbalimbali, wakitoa kozi za muda mrefu na muda mfupi. Chuo cha Maendeleo ya Nchi Katumba kilianzishwa mwaka 1975. Chuo hiki kina wanachuo wapatao 340 katika upande wa kozi ndefu, lakini tuna wanafunzi wapatao 98 upande wa short course. Chuo cha Maendeleo ya Nchi Katumba tuna kozi za ufundi na kozi zisizo za ufundi. Kozi za ufundi ni kama vile tuna kozi ya umeme wa majumbani, kozi ya umeme wa magari, tuna useremala, tuna ushonaji, MVM. Lakini kuna kozi zingine ambazo za ufundi kama vile tuna kilimo na mifugo, tuna kozi ya ECD, yani Early Child Development, pamoja na kozi ya sekondari katika mfumo usio rasmi. Toka tumekuwa na wahitimu mbalimbali ambao wamekuwa wakipata ajira serikalini, mfano TANESCO. Ajira zikitangazwa, washiriki wengi wamekuwa wakipata kazi TANESCO, lakini wengine wafanya kazi katika makampuni, lakini baadhi yao wengi wamejiajiri. Hapa tunakuletea simulizi za shuhuda za wahitimu wa FDC waliogeuza ujuzi waliopata kuwa ajira. Wengine wakijiajiri, wengine wakiingia kwenye ajira rasmi, wote wakithibitisha kuwa elimu ya ufundi si chaguo la mwisho, bali ni daraja la mafanikio. Elimu ya pembejeo nimeipata Mukuru FDC. Kwa wakati naenda kujiunga na kile chuo, kwa tulikuwa tunafundishwa general agriculture. Kwa na general agriculture kama unavyojua wanadili sana na kilimo. Kwa kilimo lete ufugaji na kilimo cha kulima mazao kama mahindi, mihogo na vingine vingi. Lakini mimi nilipotoka kule nilikuwa nimechukua elimu ya kusema kwamba niende nikazalishe. Nilipofika kuzalisha nikaangalia kuna fursa gani mkoa wa Ruvuma, nikaona kwamba kuna watu wengi wanalima mahindi lakini hawalimi kwa kitaalamu. Kwa na mimi nilipotoka kule mwaka 2022 nilikuwa tayari nishakuwa mtaalamu. Kwa nikaja sasa mtaani nikaanza kutengeneza duka dogo ili niwahudumie wakulima kitaalamu. Elimu niliyoipata katika kile chuo cha FDC ndio elimu ambayo imenifanya niwe hivi. Na watu wengi wanabeza kile chuo kwamba FDC sio nini, lakini sio ndivyo. Mimi sasa hivi niko hapa na mafanikio kidogo, alhamdulillah. Siombi, sifanyi chochote, najitafutia mwenyewe, napata ninachokihitaji. Kwa mara ya kwanza kabisa nikaomba nafasi kwenye chuo cha VETA Songea. Lakini kwa bahati mbaya pale nafasi zikawa zimejaa. Nashukuru kuna mtu akawa amenidokezea kuna sehemu nyingine unaweza kupata nafasi, ambaye sasa hapo ndipo nikapata bahati ya kuja kwenye chuo cha FDC Mputa. Kwa hiyo nikapambana ule mwaka, nikamaliza mwaka wa kwanza,
nikaomba field, nikaenda kufanya field ndani ya katika shirika la TANESCO Songea. Wakati nafanya field, cha kushukuru ni kwamba tayari nilikuwa na connection kidogo na mafundi tayari hapa mjini. Kwa hiyo kwa sasa ni nafuu kwangu mimi. Ninapotoka chuo sikai nyumbani. Nikifika kule basi kama kuna nafasi ya kufanya mifumo ya wiring, maana niko vizuri pia nafanya wiring, naweza nikashika kandarasi ya nyumba nzima. Kama umenikabidhi nyumba yako bwana, nahitaji toka hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho. Zikatoka nafasi pale katika shirika kwamba kwa wale wenye uwezo wa kuja kufanya kazi, kujiendesha hobby wewe wenyewe yani binafsi, kwa maana wanakuuzia kandarasi, kwamba wanakuuzia kazi. Kwamba tunakuuzia kazi kama hii na hii, mnakubaliana mkataba, mnafanya kazi, mara baada ya kazi mnapeana malipo, yani kwamba sio ajira ya moja kwa moja. Kwa hiyo sasa mimi niko na hiki ni kikundi, sio umeona hii reflector pia imeandikwa Chimogo Group. Hii ni electrical contractor, yani ni issue ya kandarasi pia. Kwa hiyo tukao tumeungana mafundi baadhi ambao tumetoka pale katika chuo cha Mputa, yani na vyuo tofauti mafundi. Tukao tumeungana, tukajisajili, tukaenda kuomba kazi, tukapata. Kwa hiyo baada ya kupata kazi na maana tukao tumeanza rasmi kazi toka mwaka 2022 mara baada ya kumaliza chuo. Sasa fani hazikubani ujumla, yani zanzi nakupa nafasi kadri unazidi kupambania fani yako na matokeo unayaona. Nilijiunga na chuo cha maendeleo ya wananchi Mukuru, nilisoma ndani ya miaka 3 ambacho kiniwezesha kupata ujuzi kuhusu upande wa mifugo na upande wa mazao, ndio ambao ninashughulika nao mpaka sasa. Na kufuga, ninajishughulisha na kufuga nguruwe, kuku, na kwenye upande wa mazao ninajishughulisha kwenye horticulture, kwa maana kwamba mazao yote ninajishughulisha na bustanini na mazao kama ya feed, kwa maana kwamba nchi kavu. Ninajishughulisha kwenye mifugo ambayo inanitoa toka point A hadi point B, inaniwezesha kwa maana kwamba kujikimu kimaisha na vitu vingine ambavyo vinanisaidia kwa maisha kwa ujumla. Natarajia kujenga kupitia hii elimu ambayo nilikuwa nimeipata ya kilimo na ufugaji. Chuo cha maendeleo ya wananchi Kigamboni imekuwa ni taasisi mojawapo muhimu sana katika wilaya hii ya Kigamboni, ukizingatia kwamba wilaya ya Kigamboni ndio wilaya ambayo viwanda vingi vinatoka mjini vinahamia Kigamboni. Hivyo chuo cha maendeleo ya wananchi Kigamboni kimekuwa ni uti wa mgongo wa eneo hili la Kigamboni, kwa sababu kinaenda kulisha watumishi au wafanyakazi wengi kulingana na viwanda vingi vimeanzishwa katika eneo hili na vingine vinahamia, hususan ukiangalia kiwanda cha magari, na sisi ni moja ya fani ambazo tunazo hapa katika chuo chetu hicho. Kwa hiyo tunaenda kulisha viwanda vingi kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi Kigamboni, na tunatarajia kwamba baada ya muda fulani tuweze kuwa na wafanyakazi wengi katika viwanda kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi Kigamboni na si kutoka nje ya nchi kama ilivyozoeleka hapo awali. Hivyo nitoe wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla kuleta vijana wao ili kuchangamkia fursa, hasa upande wa viwanda ambavyo nchi na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anatamani serikali yake iwe na viwanda vingi na Watanzania wapate ajira. Hivyo sisi tumejipanga kwenye hilo, na ndio maana unaona tayari Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuendana na fursa hizo wameweza kuboresha mitaala ili kuendana na soko la ajira. Nichagua kwenda FDC kwa sababu ni chuo ambacho kwanza ni sifa zake nisikia ni nzuri, alafu pia kwenye masuala upande wa vitendo, kwa sababu ndo elimu kubwa iko huko, ni kwamba tulikuwa tuna muda mzuri sana wa kupata hivyo vitendo na kujifunza, kwa sababu asilimia kubwa walimu wao wengi walikuwa wanafundisha walikuwa wanapata muda mwingi wa kufanya kazi za mtaani, kwa mwanafunzi anapata experience kubwa. Niliamua kujiajiri kwa sababu kwanza nilikuwa na ujuzi wa kutosha katika fani ambayo nilikuwa nimesomea, na elimu ambayo nilikuwa nimeipata FDC. Elimu nilikuwa nimeipata FDC ilikuwa ni mtaji mtosha wa kujiajiri, kwa sababu katika sekta hiyo kama ilikuwa imesaulika, watu wengi tulikuwa tunategemea sana katika kuajiriwa, lakini baada ya kuwa nimepata ujuzi ambao ulikuwa unanifanya nijiajiri na ukaa ni mtaji, nikautumia kama nguzo ili kujiajiri. Elimu niliyosoma ninachokifanya mtaani nategemea elimu niliyosoma chuo, kwa sababu ndo ajira pekee ambayo naitumia kuendesha maisha ya kila siku. Sitegemea kazi nyingine kuendesha maisha ya kila siku, nategemea ujuzi ambao nimeupata pale shule na ndio ambao unanifanya kuendesha maisha ya kila siku. Kwa kuangalia kwa upande wa faida ni kubwa, kwa sababu kusema ni msingi ambao mbeba maisha na ndio kitu ambacho nakifanya kila siku. Nimeanza kusoma pale shuleni Ilula FDC mwaka 2022
kamaliza 2023 mwaka wa pili, lakini nimefanikiwa kujifunza masomo ya sekondari kwa mabinti waliokatisha masomo kwa sababu mbalimbali na changamoto mbalimbali, lakini pia nilifanikiwa kupata ujuzi wa kujifunza food production kwa maana ya upishi kwa muda wa miaka miwili nikiwa pale FDC. Namshukuru Mungu nimefanikiwa kujifunza kwa miaka yote miwili. Nimepata elimu ya form 4 wakati ambayo nilikuwa nimeshaikatisha kwa nyuma, lakini nimepata elimu ya form 4 tena, nikawa nimefanikiwa kupata cheti cha form 4 na cheti cha upishi. Baada ya kuhitimu pale nikarudi mtaani, namshukuru Mungu nikaendelea kujiajiri kwenye migawa mbalimbali na kazi mbalimbali sehemu nyingine, lakini pia nimefanikiwa kupata kazi eneo hili la Palot Restaurant na ninafanya kwenye kitengo cha supu. Ninaingia kazini kwangu majira ya saa 10 alfajiri, natoka majira ya saa 6 mchana. Baada ya hapo tena mpaka kesho, lakini kama natokea kuna dharura yoyote huwa naingia kwa nafasi ya dharura na emergency yote. Ikitokea kuna order zile ambazo zimetokea ghafla, naingia pia kazini. Kwa mahali nilipokuwa kabla ya kupata elimu na nilipopata elimu, nimekuwa mtu wa tofauti kiukweli, kwa sababu kabla sijapata hii elimu ya ujuzi nilikuwa ni mtu ambaye sijui kitu chochote. Nilikuwa ni mtu ambaye sijajua hata namna ya kukaa na watu, namna ya kuhudumia watu, namna ya kujifunza kupika vyakula mbalimbali kama ambavyo nilijifunza nikiwa mafunzoni pale Ilula FDC. Lakini baada ya kujifunza nimejua namna ya kuandaa baadhi ya vitu, namna ya kufanya kazi mbalimbali na watu, nimejifunza namna ya kuwa mkarimu kwa wateja, hospitality pamoja na vitu vingine nimejifunza pia. Kwa hiyo ninawaalika vijana wenzangu na mabinti wenzangu wale ambao walikuwa wamekata tamaa labda kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zilitokea kwa namna moja au nyingine, labda ni ugumu wa maisha ya wazazi, lakini changamoto pamoja na kwamba labda mtu alipata mimba akiwa shuleni akakatisha masomo yake, ninawaalika tena kwa sababu nafasi zipo na zinaonekana, na mimi ni mmoja wapo na ni shuhuda namba moja kwa kile ambacho nimekwisha kupitia na kukipata. Baada ya kumaliza darasa la 7 nikawa najishughulisha na shughuli za mtaani ndogo ndogo. Baada ya hapo ikatokea fursa ya kwenda kusoma. Nikajiunga na masomo, nikasomea masuala ya uungaji vyuma na uchomeleaji. Baada ya hapo karudi mtaani, tukaendelea na shughuli ndogo ndogo za mtaani huku tukisaidiana na mafundi wenzetu waliotutangulia. Baada ya hapo tumejiajiri. Fani yangu ya ufundi nimejifunzia katika chuo cha maendeleo pale Ilula Focal Development. Nikapata kamtaji kadogo, nikaanza taratibu mpaka hapa nilipofikia. Kwanza kabisa yote kwa yote, mimi nishukuru serikali yangu kwa sababu bila ya serikali yangu mpaka leo hii mimi sidhani kama ningekuwa na elimu hii. Sababu hata wazazi wangu wenyewe hawakuweza kunipeleka katika elimu yoyote. Lakini baada ya kupata hii fursa nimeondoka na kuwa tegemezi. Nimeondoka na kuwa tegemezi pale nyumbani, nimejiajiri. Na ninanufaika kwa kweli kwa sababu kutokea nimejiajiri hata maisha pia naona yanabadilika. Kwenye FDC tunatoa elimu ya ufundi stadi ya useremala. Ngazi ya kwanza kwa maana National Vocational Award 1, ngazi ya pili National Vocational Award 2. Na wanapata cheti cha VETA kinachotambulika na NACTVET. Na anapotoka pale anakuwa ameshakuwa kweli ni fundi stadi kwenye fani hiyo aliyochagua. FDC pia zina majukumu ya kufanya zile kozi fupi fupi za muda mfupi. Kwa hiyo mfano FDC iliyoko Singida kuna wakulima wa alizeti wanaweza kwenda pale kujifunza kwa kupitia short course namna ya kuzalisha alizeti, namna ya kuivuna, namna kuikamua ili kuongeza value kwenye hiyo product anayoitoa, lakini namna pia ya mashudu atayafanya nini mashudu, yani ile chain yote ya alizeti anaweza akapata elimu hiyo kupitia kwenye FDC. Huu ni mfano mmoja tu umetoka kwenye alizeti. Inawezekana ikawa kilimo, inawezekana ikawa uvuvi, inawezekana ikawa kwenye magari, inawezekana ikawa kwenye ushoni, inawezekana kwenye ususi. Popote pale ambapo yeye anaona anahitaji kupata elimu ya ufundi stadi ya muda mfupi, vyuo vyetu maendeleo na nchi ndio kazi yake kubwa, na ziko huko kwa wananchi ambako wao walipo. Kwa hivyo ni wao vimewafuata wananchi walipo. Hulazimiki kwenda kusoma chuo wewe unatoa mkoa wa Morogoro ukaenda kusoma mkoa wa Mara. Sasa mkoa wa Morogoro chuo cha FDC kipo Bigwa, kipo Kilosa, kipo Ifakara, ndani ya Morogoro tu hiyo. Kwa hiyo ni vyuo ambavyo wananchi wakiweza kuvitumia vizuri, vijana wetu watapata ujuzi
wataweza kujiajiri au kuajiriwa au hata wao kufungua biashara zao za kuweza kufanya uzalishaji. Baada ya kuhitimu Masasi FDC 2017, 2018 nikajiajiri mwenyewe. Kwa hiyo nilianza nikiwa na cherehani moja. Mpaka leo ninazo hizo cherehani mnavyoniona. Pia nina wanafunzi ambao nawafundisha. Kwa hiyo kupitia hii kazi ambayo nilikuwa naifanya, kazi ya ushonaji, hela ambazo nilikuwa nazipata nilikuwa natunza mpaka mwisho wa siku nikapata mtaji kama hivyo mnavyoona, na madela, viatu na vitenge. Hivyo yani kifupi, mteja wangu, kwa mfano mteja akija hapa kwangu akija kushona nguo, ana uwezo wa kupata kitenge hapa lining na kitambaa, kila kitu. Mimi nikampigia tu mahesabu, yeye akanipa kile ambacho kiasi ambacho nimemgaramia. Mimi nilipoenda FDC nilikuwa na elimu ya darasa la 7, lakini baadaye nilisoma pale, nilipata fursa pale nikasoma elimu ya sekondari, nikasoma QT. Mwaka kwanza form 1 na form 2 nilifanya mtihani nikafaulu kuingia form 3 na form 4 nikafanya. Kamaliza, hatimaye nilipotoka pale nikapata cheti cha ufundi na cheti cha form 4. Nashukuru katika hilo. Hata kama una elimu ya darasani, ujuzi nao pia ni kitu muhimu sana, kwa sababu kupitia elimu yako na ujuzi utatengeneza fursa nyingi sana kwenye maisha yako. Mimi ni fundi ambaye nilitokea kwenda kujifunza kwenye chuo cha maendeleo Masasi FDC. Kabla sijaenda FDC nilikuwa tu mtaani nafanya mambo ya biashara ndogo ndogo tu za hapa na pale. Niliamua kwenda kuchukua ujuzi kwa sababu niliamini kwamba bila kuwa na fani kwenye maisha siwezi kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo niliamini niwe na kitu ambacho kingeweza kunisaidia, na kwa sababu niliipenda kazi kutoka moyoni nikaamua kwenda kujifunza. Kimsingi nimepata faida, na faida niliyopata maana yake mimi mwenyewe kuweza kujihudumia mimi mwenyewe. Familia inaishi kutegemea mimi na kulingana na shughuli zangu ambazo nazifanya. Baada ya kumaliza mwaka 2022 nikarudi nyumbani na kuanzisha miradi ambayo imeweza kunisaidia tena kurudi katika ngazi ya 3. Miradi niliyoanzisha ni ufugaji wa nguruwe pamoja na ufugaji wa kuku. Na nilipokuwa huko nimeweza kuweza kujumuika na maveterinarian wengine katika kuwaelimisha wafugaji wengine watoke katika ufugaji wa kizamani kuingia katika ufugaji wa kisasa. Faida nilizozipata, cha kwanza ni kuinuka kiuchumi, lakini pia kuwasaidia wazazi katika kulima mashamba, maana wao ni wakulima. Nimeweza kurudi tena FDC ili kuongeza kiwango cha elimu kutokana na uhitaji wa elimu zaidi huko mtaani napokwenda. Mimi nathibitisha kwamba elimu na ujuzi ni mpango mzima, kwa sababu mimi mwenyewe imeweza kunisaidia. Nilijiunga na kichuo cha FDC Katumba mwaka 2021 kama mwanafunzi wa elimu ya mwisho, ambaye nilishindwa kuendelea na masomo yangu kabla kwa kukosa ada. Kwa hiyo serikali kupitia Wizara ya Elimu ilitoa nafasi kwa mabinti kwa vijana wa kike, sisi mabinti, kurudi shuleni ili kumalizia masomo. Na nilipofika hapa nikakutana na opportunity ya mimi mwanafunzi wa QT kuweza kupata tena ujuzi wa fani nyingine kama umeme majumbani, magari na fani nyingine. Mimi nikaomba niweze kusoma umeme majumbani nikiwa hapa chuoni. Kwa hiyo nikasoma miaka 2 umeme majumbani, nikamaliza 2022 na kurudi mtaani, ambako kulinisaidia nikiwa mtaani nikajiunga na vikundi vya halmashauri vya vijana. Nimepata huko mkopo ambao ulinisaidia kufungua kiduka kidogo ambacho nauza vifaa vya umeme huko Kyela, ambako nipo kwa sasa ninakoishi. Na kusoma elimu haina mwisho na kupewa fursa ya kusomea umeme majumbani kumenisaidia, kwanza mimi kama mtoto wa kike kumenijengea ujasiri, na pia kumeniongezea kipato binafsi, na pia kunifanya niweze kuwa na kipato cha hata kusaidia wazazi wangu nyumbani. Na pia vyuo hivi vyetu vya FDC vinatusaidia sana sisi vijana katika ngazi tofauti tofauti, na pia vinatupanua tusitegemee kuajiriwa na kutufanya tuweze kujiajiri zaidi tukiwa mtaani kuliko kusubiria ajira. Tunaanza kujitafutia ajira sisi wenyewe. Kabla sijawa fundi umeme na pia sijawa mfanyabiashara wa vifaa vya umeme, nilikuwa bigwa wa FDC kwa kuchukua kozi ya ufundi wa umeme.
takriban miaka miwili. Baada ya hapo nikafaulu vizuri, nikapangiwa level 3 mjini chuo cha Kihonda VETA. Baada ya kuhitimu nikapata mkataba TANESCO kwa muda upande wa umeme, lakini baada ya hapo nikaona ni vyema zaidi nifungue kampuni yangu ndogo ambayo inaitwa Lizo Electrical and Decoration Services kwa ajili ya kusaidia vijana ambao wana uhitaji wa kujua ufundi wa umeme, lakini pia kwa ajili ya kugawana au kuajili vijana wenzangu kwa lengo la kutatua ndoto zao pia. Baada ya hapo nikajidhatiti katika ufundi wa umeme katika majengo ya kawaida na majengo makubwa kama magorofa na viwanda. Baada ya hapo nikaendesha maisha yangu mpaka sasa hivi hapa nilipo, nina biashara yangu lakini pia ninavyoongea hapa vijana wako site wanaendelea na kazi. Kwa sasa hivi vijana ambao nimewaajiri wanafika kama 15, lakini pia kabla ya hao 15 kuna vijana wengine ambao niliwafundisha ufundi wa umeme wa majumbani ambao sasa hivi wanajitegemea, ni mafundi wa kujitegemea na wanachukua kazi zao, wanafanya kazi kwa weledi wa hali ya juu na wanaaminika mtaani na wateja mbalimbali. Mimi FDC kwa upande wangu imenisaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kabla ya kuingia FDC nilikuwa nishakata tamaa kimaisha, lakini baada ya kushauriwa na watu waliopitia FDC vyuo vya maendeleo kwamba FDC inatoa, mara kwanza sikuamini kwa haraka, lakini nilipoamua kwenda FDC kwenda kusoma nikagundua kwamba FDC ni mkombozi wa vijana wengi ambao wamekata tamaa. Kabla sijaingia FDC nilikuwa Tuliani najishughulisha na kilimo. Baadaye nikasikia kuna fursa zimetangazwa kujiunga na chuo, ndipo nikaingia. Nikaomba nafasi, nimekuja nikapata. Baada ya kupata nafasi nikachagua kozi. Baadaye nikaona kozi ya mapishi ni nafuu kwangu. Mimi toka nimeingia chuo cha maendeleo kimenisaidia kwa sababu kwa ile kozi niliyosoma na mpaka leo imenisaidia, ndo naifanyia kazi. Inaweza kuniingizia kipato kwa sababu nimesomea mapishi, japo kuna 1, 2, 3 zinakuwepo, lakini inanisaidia mpaka leo naweza kuendesha maisha yangu. Na kwa sasa hivi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Chaula Catering Services ambayo inajishughulisha kutoa huduma za chakula kwenye events zote. Wito wangu kwa serikali, tulikuwa tunaomba waongeze nguvu kwenye hivi vyuo vya maendeleo, kwa sababu vijana ambao tupo mtaani wapo vijana wengi sana. Hata mimi kwangu ofisini kwangu nimechukua vijana wengi, nina si chini ya vijana 20 ambao ninafanya nao kazi, wapo nimewaajiri, na wao natamani washukwe mkono, wakiweza kesho na wenyewe waajiri wengine 20. Tukipata vijana 10 20 ambao naye kila mtu amewaajiri 20 itatusaidia sana kupunguza wimbi ambalo liko mtaani la vijana wasio na ajira. Elimu ya ufundi ni injini ya maendeleo, inapunguza ukosefu wa ajira, inakuza ubunifu na inajenga uchumi wa ndani. Katika sera tuna mwelekeo wa kuhakikisha kwamba kuna sekondari za mkondo wa amali, na mkondo wa amali ni mkondo wa ufundi na ufundi stadi. Kwa Kiingereza is a technical and vocational education stream. Yani ufundi ni technical na yale mengine yote ambayo ni ujuzi wa kazi ni vocational. Rais wetu alizindua ujenzi wa shule za ufundi pale Itilima, Simiyu. Ujenzi unaendelea, tuna kazi kubwa kuhakikisha kwamba zile shule vinapata mahitaji yake yote, ili elimu ya amali isije watu wakaanza kuinyanyapaa. Lazima tufikie mahali walau nusu kama sio zaidi ya shule za sekondari ziwe ni ama za ufundi ama ufundi stadi. Na hayo yanaendana kwa namna fulani na azma ya Mheshimiwa Rais kukidhi matakwa na mahitaji ya vijana. Wizara ya Elimu ina mchango mkubwa sana. Aina ya elimu tunayotoa, ubora wa elimu unaotolewa na ujuzi wanaopata utakaowezesha kujiajiri au kuajiriwa. Wahitimu wa FDC ni ushahidi hai kwamba elimu ya ufundi ni daraja la mafanikio,
Kwa kujiajiri au kuajiriwa, wanajenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa. Jamii, wazazi na vijana tuwekeze kwenye stadi, kwa sababu elimu na ujuzi mpango mzima. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelea.